kuna aina ya uchawi ambao unaitwa azawjul qahari, manake adamul qabuli wal muwafaqati min qibali ahdi zawjain. Hapa kuna kuwa muwafaka ni mbaya sana, inampelekea mwanamume anakuwa kila anachofanya mkeo, muongo sana wewe malaya sana wewe unamhitaje mkeo malaya. Neno baya sana hili, usiliite neno la namna hiyo katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika miongoni mwa sihir au uchawi hatari sana, alqalaq walwahmu walkhawf. Unamtengenezea mtu msongo wa mawazo, alafu unamtengenezea hofu na hata kumtengenezea wasiwasi. Mtu anakuwa na wasiwasi sana. Ukijiona katika hali ya namna hii, inawezekana una sihir. Sasa jambo la msingi ni wewe kufanya haraka katika kujisajili katika dua yetu ambayo ina matokeo mazuri sana katika masala kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii sasa suala la kutengeneza qalaq, kwa maana la kutengeneza msongo wa mawazo, lakini walwahmu walhuzni, na kadhalika na kutengeneza hofu vile vile na kutengeneza wasiwasi, min adami alqudrati ala aljimai, ni tukio ambalo linampelekea mwanamume anakuwa hawezi kuliendea vema tendo la ndoa, hauwezi kuperform vizuri kabisa iwapo utakuwa na mashakili kama haya. Wa hadha an-naw'u yu'alijuhu al-atibba, na aina hii inakuhitaji haraka sana, nenda kwa matabibu wenye taaluma bora wakusaidie kwa haraka sana. Unajua suala la msongo wa mawazo al-akhi inakuwa hivi, mara nyingi sana inakuwa inatokana na sababu nyingi sana. Miongoni mwa sababu zake ni kuchelewa kwenda kiwango cha umeme kinachotosha katika sehemu ya ubongo wa huyu mwanadamu. Yani kwa maana yale mawimbi ya aina 5, alifan, bitan, theta, delta na gama. Haya mawimbi kama yanakwenda ndivyo sivyo, yanachelewa kwenda katika ubongo, ndio unamwona mtu anakuwa na msongo wa mawazo. Tena msongo wa mawazo anawaza kitu asichokijua hata yeye mwenyewe anawaza nini. Ye mwenyewe ukimuona unamuona kabisa yupo kwenye mawazo, na hata ye mwenyewe anajiona yupo kwenye mawazo, lakini hata ukimuuliza unawaza nini, hata mwenyewe hajui anachowaza ni kitu gani. Ni mfumo wa yale mawimbi yanachelewa kwenda katika sehemu ya ubongo, na hii inatokana na upungufu wa baadhi ya vitamins. Mfano vitamin C kipungua inaweza kupelekea hali za namna hiyo. Vitamin B, zile B zote zile zinaweza kupelekea mtu akawa katika hali za namna hii. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, ukishajiona una mashakil, tafuta mtu mwenye taaluma, mwenye maarifa, asuluhu matatizo yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa arabtu bisababi sihri. Kuna mtu anafungwa kuliendea tendo la ndoa kwa sababu ya uchawi ambao ulomsibu, wa yustakhdam kawasilati litafriqi baina zawjain. Na hapa sasa hutumiwa sana, wachawi huwa wanatumia njia hii kama ni njia ya kufarikisha na kutenganisha na kuleta mizozo baina ya mke na mume. Wanandoa sasa wanaanza kufarikiana, yani ndio mwanamume akitaka kuliendea lile tendo la ndoa inakuja mchele mara no signal. Mwanamke sasa haelewi somo. Kwa nini hivi? Umepita wapi? Imesababisha hali ya namna hii. Mnaanza kuvutana pale. Bana ni hali tunatokea wapi? Mwanamke haelewi somo hilo. Sasa hii ni hatari sana. Kwa hiyo unapojiona katika hali za namna hii, jua kabisa umepigwa sihru tafriq, yani uchawi wa kufarikisha na kuleta mizozo na matatizo katika familia au katika ndoa yako katika mazingira kama haya. Jambo la msingi, jisajili pamoja nasi katika dua hii muhimu sana kwa ajili ya kusuluhu mashakili haya biidhnillah. Utafanyaje? Wasiliana nasi, tutakupa utaratibu haraka na wewe utekeleze, kwa sababu hisabu inakwenda kwa kasi sana, na hisabu ya watu na wataka mabakia wachache sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kitu kingine, arrabtu bisababi almasi shaitani wa fil ghalibi yakunu bisababi alishqi. Kuna mtu ambaye anaweza kusibiwa, yani kufungwa na akashindwa kuliendea tendo la ndoa kwa sababu ya athari na mashakili ya kishetani na kijini. Wa fil ghalibi yakunu bisababi alishqi, na mara kadhaa hii inaweza ikajitokeza kwa sababu huyu amesibiwa na uwepo wa jini mahaba.
Asa ujini mahaba anaharibu mifumo yote ile ya suala la tendo la ndoa. Ndio mtu anakuwa hahisi chochote kama ni mwanamke, na mwanamume anakuwa hawezi kusimama imara katika kuliendea tendo la ndoa. Ndio unabaki unatazama yangu kisha habari yako. Yangu alafu hamna kitu. Sasa hii ni hatari. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru dhidi ya mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa rabtu taballudi. Rabtu taballudi huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihri fi markazi alihsasi fi mukhi almar'a. Ni pale ambapo huyu shetani au jini wa kichawi anapokwenda kukaa katika sehemu za hisia na haswa katika sehemu ya ubongo wa mwanamke. Fa idha arada zawjuha an yatiyaha, hapa sasa mumewe akitaka kumwendea mkewe katika tendo la ndoa, afqadaha bil aljinniyu alihsasa. Yule shetani anachokifanya ni kuzivuruga zile hisia za mwanadada huyo. Ndio anakuwa hana hamu na mumewe, haisi chochote, anajionea kero katika tendo hilo. Unatarajia panatokea nini hapo? Mizozo na mapambano, na inawezekana ikawa ni sababu ya ndoa nyingi kuvurugika na kuharibika katika hali za namna hiyo. Ndio maana katika dua ambayo tuliyoandaa ina kipengele maalum kabisa kwa ajili ya kusuluhu masala ya ndoa. Maana yake ni dua mujarrabu inayochoma na kuunguza athari na mashakili ya kichawi pamoja na athari na mashakili ya kishetani biidhnillah. Watu wabaki salama, wafurahie ndoa zao, wazionee raha ndoa zao. Huu mkasa umewahi kutokea al-akhi Sheikh Hussein bin Duani pale katika ardhi ya Maabela nchini Oman. Yupo ndugu yetu ambaye yeye ni Muomani, lakini kadhalika alipata fursa ya kuja kuoa hapa Tanzania, na hasa maeneo ya Arusha ndipo alikwenda kuoa. Baada ya kuoa akamchukua mke wake wakaenda naye Oman, Maabela hiyo. Kufika naye pale amekaa naye takriban muda usiopungua miaka 9 yuko naye pale. Lakini cha ajabu sasa ikawa huyu mwanamume ikawa wakati anapotaka kuliendea tendo la ndoa, wakati mwingine anafanikiwa, wakati mwingine anababaisha, mambo yanakuwa magumu. Wakati mwingine nafikia wakati inaandika no signal, maana yake mawasiliano hakuna channel yoyote unaweza ukaiona wewe katika hali hizo. Na mwanamke naye ndio hivyo, wakati fulani haisi kabisa suala la kumtaka mume wake, lakini kadhalika na suala la ujauzito likawa shida na likawa tabu sana katika hali hizo. Basi ndugu yetu huyo tukawasiliana naye, tukaongea naye, akatuambia jambo lake, na sisi tukamshauri kuna dawa mujarrab ambazo watu wengi wametumia, zimewasaidia sana, na wewe natakiwa uzitumie hizo. Tukafanya utaratibu, tukamwagizia zile dawa, zikaenda akazitumia. Baada ya kuzitumia zile dawa kwa muda kadhaa, ukafikia wakati sasa yeye yule bana katika hali za namna hiyo, ukafikia wakati sasa akawa mambo yake yanakuwa mazuri kidogo, baadaye yanaharibika katika hali za namna hii. Basi akiwa katika mazingira haya, nini kikatokea? Kukaanza sasa kuwa na sintofahamu baina ya mke na mume, hawaelewani, vurugu za hapa na pale. Basi ili mradi mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Yule bwana akatupigia tena simu, shekhe, dawa nimetumia mashallah, na nimeona matokeo mwanzoni yamekuja mazuri, lakini sasa shekhe wangu, tumeingia katika mushkili mkubwa, tunapambana vibaya mno, matokeo yale yameporomoka tena, hali ni mbaya, tunafanyaje? Sisi tukamwambia sasa hapo inahitajika tuone namna gani ya kuweza kuwafikia hapo. Akasema, shekhe, mimi ndo nina shida na nina matatizo, kwa hiyo matatizo yangu ili yaondoke nataka nikusikilize wewe, unatuambiaje? Nikamwambia, ukitaka sisi tuje inawezekana. Akasema, hamna tatizo, fanyeni utaratibu wa zile pasipoti zenu ili mimi nione nafanyaje. Alhamdulillah, tukafika pale katika ardhi ya Maabela. Sahihi. Sikiliza sasa kilichotokea hapa ni nini. Baada ya kufika pale, tulichobaini kwa wale wanandoa ni athari za sihri hizi, sihru taballudi, ndio uchawi ambao ulikuwa umewasibu, na ndio ambapo wangetumia dawa nyingi sana,
wangekuwa wanafikia hatua ya kuona nafuu tu, alafu hali inarudi katika mazingira yake. Basi tukafanya pale utaratibu ambao punde nakuja kueleza hapa, ndio mtaona namna mambo jinsi yanavyokwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi baada ya pale ikawa ni nusura ya moja kwa moja, alhamdulillah. Mpaka hivi tunavyoongea wana watoto wawili, alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa hii sihru taballudi ni nini? Huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihri, ni pale ambapo anapoenda kuweka kambi shetani aliyotumwa na wachawi, fi markazi lihsasi, katika sehemu zote zile za hisia. Yeye ndo anaenda kuweka kambi katika maeneo haya. Kwa hiyo mwanamke anakuwa hana hisia yoyote, na mwanamume naye hana hisia ya aina yoyote. Mtu analala na mke wake miezi miwili, miezi mitatu bila, inakuwaje haya mambo? Nyie mnajua maana ya ndoa? Ndoa ni almudakhala, ni lazima kuwe na majambo hayo. Kama majambo hayo hakuna, sasa hiyo inakuwa ndoa tena? Yaani watu wanalala kama kaka na dada, asubuhi jioni, asubuhi analala anaamka, analala anaamka. Hakuna. Inatakiwa ushughulike bana. Fa idha arada zawjuha an yatiyaha, mumewe akitaka kumwendea, afqadaha aljinniyu alihsasa, yule shetani anachofanya anaharibu zile hisia. Fala tashuru biladhatin, basi mwanamke huyo wala hasikii tena ladha ya tendo la ndoa. Yeye anasikia maumivu tu, anaona kero, anajionea zake tu, shida tu ndo anayopata yeye. Wala yastajibu li zawjiha, lakini kadhalika hata wakati mwingine mumewe akimwita, mke wangu njoo kidogo hapa mahala, mke haendi kabisa. Sio kwa sababu hakutaki, ni kwa sababu ya sihiri hizi. Kwa hiyo jambo la msingi, fanya jitihada za maksudi. Wewe ndugu yangu hapo ulipo, wasiliana nasi tukupe utaratibu, ili nao uingie katika orodha ya wale watu 350 ambao tunakwenda kuwafanyia dua mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wengi alhamdulillah katika wale ambao tumewafanyia katika jukwaa lililopita wanatupigia simu, wanashukuru, wanaona nuru katika majambo yao biidhnillah. Sasa nini kitachokifanya? Tutafanya hivi: taktubu suratul jumu'ah, utaandika suratul jumu'ah wa ayatul ibtali sihr, na zile aya za kubatilisha uchawi. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr, ila mpaka mwisho. Na hizi aya unaziandika mukarraratan, hali ya kuwa unazirejea mara 21. Kisha baada ya hapo utafuta sasa bima'il wardi wa za'faran, kwa maji ya wardi na za'farani. Watamhi bima'in adi wa taghsilu biha, alafu kisha baada hapo utaweka maji ya kawaida, alafu utakuwa unakoga yale maji na mengine unakunywa. Thumma taktubu asma Allahi alhusna kullaha maratan wahida, kisha baada ya hapo utaandika majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala 99 yale mara moja tu. Wa suratul mulki, na utaandika suratul mulki mara moja. Bima'il wardi wa za'faran wa tamhi wa yashrab minha ala riq. Kisha baada ya hapo, haya sasa tafuta vizuri, alafu atakuwa anakunywa mtu kwa utaratibu wa kidozi asubuhi na jioni. Wataqra'u ala almaridi suratul mulki, kisha baada ya hapo huyu mtu ambaye amefanyiwa aina ya chawi hizi asomewe suratul mulki wa ayatul ibtal, na ayatul ibtal mara 7 fi 7 ayamin. Mtu inatakiwa adumu hivi ndani ya masiku 7. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ye Allah subhanahu wa ta'ala atabatilisha na kuondosha athari na mashakili yote yanayotokana na uchawi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo kodi maalum ambayo inatakiwa wewe kuifanya ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, ndio maana tunawashauri sana nyinyi ambao bila shaka mna mashaka mazito katika ndoa zenu. Ndoa zimekuwa mtihani, lakini kuna wale ambao wao wanaishia katika suala la uchumba. Anapata, yani yeye ni fundi wa kujiwa na watu. Nimekuona binti fulani, nataka nikuoe.
Mashaallah, yule binti anakubali. Baada ya kukubali zinaanza process za uchumba. Baada ya siku 2-3 yule mtu anaingia mitini, haonekani tena. Dua hii ipo siku utakuja kutukumbuka kwa wema biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao mizozo ndio nyumba yani ndio nyumba yao au ndio msingi wa nyumba yao. Hii dua ni muhimu sana, ni muhimu sana kwenu nyinyi wanandoa ambao vurugu zimetawala. Athari ni sihri na masuala ya kishetani ndio yanayoleta madhara hayo. Jisajili katika dua hii, utakuja kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini kadhalika kuna wale ambao katika ndoa zao, katika tendo la ndoa linakuwa gumu mno, halipatikani. Mwanamume anataka, lakini kile chombo chenyewe kinachoshughulika katika sala hii kinapoteza mwelekeo kwa sababu ya machawi. Hii dua ni muhimu sana. Na kuna ile ambaye mke bila shaka yeye ndo hajihisi kabisa na wala hana haja na mume wake, ni hatari, na hii ina uwezo wa kuhatarisha ndoa yenu. Basi jisajili katika dua yetu, hii ni muhimu sana 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 kabisa. Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wao wana kazi zao nzuri kabisa, lakini riziki zao zinakuwa za tabu. Mtu anafanya kazi lakini ukimwambia hata shilingi 300 ndani hana. Hii ni hatari. Sasa hawa inawezekana wanakosa baraka au tayari wameshachezewa. Kuna sihru unaitwa sihru ambao sihru al-fashli wal-ya'si wal-faqr. Kuna sihru al-faqri, kuna uchawi ambao mtu ukishafanyiwa uchawi wa namna hiyo unakufanya wewe unakuwa fakiri, unakuwa lofa. Hata kama una kazi nzuri, kikiingia tu kipato mkononi mwako, kama mkono una moto mzee, yani kipato chote kinaungua. Yani ukipata tu mshahara, hapo hapo yanazuka matatizo, ili mradi ile hela yote ishe, na mipango uliyopanga inaishia katika mdomo tu. Haipo sasa ya kuweza kutekelezea hiyo mipango. Sasa zipo sihru inaitwa sihrul faqri, yani mtu ukipigwa uchawi wa namna hiyo, mafanikio utayaona kwa jirani. Na inawezekana ikawa wewe ukamwona mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja, na inawezekana wewe cheo chako ni kikubwa kuliko cha yule ambaye unafanya naye kazi pamoja, lakini mwenzako anaendelea, wewe unabaki pale ulipo, tena wakati mwingine unarudi nyuma zaidi. Hii ni hatari sana sana sana. Wewe ambaye bila shaka utajiona katika hali za namna hii, chukua fursa ya maksudi kujisajili katika dua hii. Bila shaka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni muhimu sana katika kutengeneza masala ya kazi zako na baraka katika kipato chako biidhnillah. Lakini kuna wale ambao wao wana CV nzuri sana, lakini CV zao wanaishia kutembea nazo tu. Walishaomba katika makampuni ya kila namna, hawana majibu sahihi. Walishakwenda katika idara zote, hawana majibu sahihi. Lakini kadhalika washakwenda kila maeneo, wakipeleka CV zao wakiomba kazi, wanaishia kuambiwa nenda tutakupigia simu, na hawaonekana, hawapigiwi simu. Inshallah, hii ni fursa nzuri sasa ya wewe kujisajili katika dua yetu hii kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Utatushukuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao bila shaka wao wapo makazini, lakini wana miaka mingi katika maeneo waliopo, ambao walikuwa na haki ya kupandishwa vyeo, wamebaki pale pale, lakini na wao wanatamani wapandishwe vyeo na wana sifa zote za wao kupandishwa vyeo, ila wamebaki hapo hapo. Wakati mwingine anaweza kuja mtu mwingine akapandishwa cheo, yeye akabaki pale pale. Sasa inshallah, hii ni fursa maalum, jisajili nasi katika dua hii kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naamini utatushukuru kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala. Lakini kadhalika kipengele cha tatu ni kwa watu wenye maradhi. Kuna watu wanaumwa sana na wameshatibiwa sana katika hospitali mbalimbali, washasomewa sana kwa mashekhe mbalimbali, washafanywa tiba za aina mbalimbali, sijui ni mti gani hawajanywa, lakini bado wana maradhi. Mimi nikwambieni ndugu zanguni, moja katika vitu bora ni dua, na haswa ikienda sambamba na jina lako kwa utaratibu wake. Na ndio maana jambo la kwanza tutahitaji kupata majina yako, tukuulize tatizo lako ni nini, utatuhadithia tatizo lako, kisha baada ya hapo tukakushauri sasa kwa tatizo hili inshallah kuna majambo kadha, kisha ukishatekeleza yale majambo tunaingiza jina lako katika utaratibu. Tuna dua zetu za ndani hizi ambazo tunakwenda nazo, tunazisoma kila siku mpaka siku ile
siku ya tarehe 13. Kwa tutakuwa na wewe, tutakuwa jina lako ile tunaliwekea nia kutokana na matatizo yako namna yalivyo, mpaka ikifika ile tarehe 13 ndo tunafanya dua kubwa kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna watu wana maradhi hayo, lakini kuna wale watu ambao bila shaka wamerogwa, wao machawi tu ndio yamewatawala. Kuna wao wengine ambao wao wana hasadi tu zimewatawala, wengine vijicho ndio vinaharibu shughuli zao. Na hawa mara nyingi sana wakijitazama watajiona kama wanafanana yani maana yake utamuona mama na watoto wake hali zao kama zinafanana, yani jinsi wanavyoumwa ni vile vile, kama kuachana vinaachana kidogo sana, lakini ndo mambo yale yale. Hii inaitwa sihrul mutaaddi, ni uchawi ambao ukimsibu mmoja katika wanafamilia una mionzi yake inatawanyika kwa wote wale wanafamilia, ndio mtajikuta wote hampati kazi. Na mkiwa na kazi wote mna matatizo, na mkiwa na matatizo nyote mna maradhi, na mkiwa basi, ili mradi mambo yanakwenda hivyo. Tunaomba Allah atunusuru. Dua na haswa ikipitwa kwa taratibu zake ina maajabu makubwa sana katika kusuluhu na kutengeneza majambo yetu. Mola atujalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme, ndugu zangu, tunayo dawa yetu hapa inaitwa mkono wa Idi. Mkono wa Idi hii ni mujarabu sana kwa ndugu zangu ambao wana tatizo la kutoliendea vema tendo la ndoa, na hii ni kwa sababu ya uwepo wa athari katika sala, katika njia za damu. Ili mwanamume awe imara na aweze kuliendea tendo la ndoa kwa utaratibu uliokuwa bora, ni lazima mishipa ya damu iwe vizuri, iwe na uwezo wa kupokea damu kwa usahihi, na kadhalika kupelekwa damu kwa kiwango kinachotosha katika maeneo ya kiume. Sasa hii dawa inakwenda kutengeneza misuli au mishipa ya damu ambayo inaelekea katika sehemu za mwanamume ili iwe imara. Lakini kadhalika kuna vitu vinavyoitwa irtighaul arbita, kwa maana kuna vitu vinavyoitwa kutanuka kwa misuli. Misuli inakuwa imetanuka kiasi ambayo inapelekea mtu hasimami imara. Hii dawa bila shaka ni mujarrab sana kwa ajili ya kumfanya mtu asimame imara. Bendera iwe imesimama katika utaratibu wake na isiwe nusu mlingoti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaanzaje kuikosa mkono wa Idi? Kote huko Marekani, Uingereza, Ujerumani, pia Uholanzi, Norway, watu wanatumia mkono wa Idi na sasa wanafurahia ndoa zao. Mchaka mzuri unaendelea pale nyumbani wanapoitumia mkono wa Idi. Unaanzaje kukosa mkono wa Idi, ndugu yangu? Wewe uko hapa Tanzania unakosa mkono wa Idi, wanapata mkono wa Idi walokuwa mbali. Acha uzembe ndugu yangu, mkono wa Idi ndio mpango mzima biidhnillah. Lakini kadhalika tunayo dawa yetu hii inaitwa prostate. Hii ni dawa mujarrab kwa ajili ya wale wenye matatizo ya tezi dume. Tezi dume ni janga kubwa, ni janga ambalo bila shaka yani wanaume wengi wanakufa kutokana na maradhi ya tezi dume, na hatari ya kufanywa operation katika tezi dume, kuna hatari ya kupoteza kabisa utendaji wa tendo la ndoa ukawa yope. Lakini kadhalika kuna hatari ya kuwa mtu ambaye anatokwa na mkojo usiokatika kwa nyakati zote, na kuna hatari ya mtu kushambuliwa na kansa katika sehemu ya tezi dume. Kwa hiyo ni muhimu sana lau kama mtu atapata dawa hii. Hii ni mujarrab sana, inatibu tezi dume bila ya upasuaji. Ni daktari anayetibu tezi dume bila ya upasuaji. Ewe ndugu yangu ambaye una viashiria vya tezi dume, au tayari umekwenda hospitalini umepimwa ukaambiwa una tezi dume, hii dawa ndiyo mkombozi biidhnillah. Dozi yake ni chupa 5 hizi, na zinatumika ndani ya siku 30. Majambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillahil karim. Nikimalizia hapa, tunayo dawa yetu hii ambayo inaitwa Haqqul Mujarrab. Hii ni mujarrab sana kwa ajili ya masala ya kisihir, uchawi. Kuna watu wamelishwa uchawi, lakini kadhalika kuna watu ambao wana maradhi mazito ya kichawi, yani uchawi umetengeneza sumu katika mwili mzima. Hii ndiyo mujarrab kwa ajili ya kuondosha sumu zote
zilizoambatana na masala ya kichawi katika mwili wa mwanadamu. Kuna watu wameripotiwa figo zao kufeli, lakini athari ni sumu tu itokanayo na madhara ya kichawi. Lakini kuna watu ambao wameripotiwa mioyo yao kupata madhara, kutanuka na mfano wa hayo, lakini athari yake ni uchawi tu ule wasibu. Kuna watu ambao matumbo yanawauma sana, lakini athari yake ni uchawi tu ule wasibu. Lakini kuna watu ambao wao wana mwili unawaka moto sana, miguu inawaka moto na mfano wa hayo, athari za uchawi. Basi hii dawa ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha madhara kama hayo. Tena uzuri wa dawa hii, inaondosha athari za uchawi dakhilia wa kharijia, za ndani na za nje. Inawezekana baada ya kutumia dawa hii ambayo ni haqqul mujarrab, ukaondokewa na maradhi yote ya kisihri, lakini kadhalika ukaona na mambo pia yanafunguka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii sasa ni muhimu sana kwako ye ndugu yangu. Utatushukuru, utasema alhamdulillah pale unapoipata haqqul mujarrab.